Wao walikuwa wanapanda farasi. Kwanza mpira wao ulikuwa kama jiwe. Makuli, yani wafanyakazi wa bandarini. Kila sisi watoto sasa, kila mmoja anakimbilia kulipokea lile gongo. Miongoni mwa majukumu yetu ni kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha, lakini pia kukuibulia kwa kukuvumbulia mambo mbalimbali, yale unayoyajua lakini hata usiyoyajua. Wengi wanaujua uwanja wa farasi, lakini wachache wanaofahamu zaidi uwanja huo. Na leo tumeweza kufika maeneo ya Kwahani hapa visiwani Zanzibar, ambapo upo uwanja huo wa farasi. Tumeweza kufika hapa ili kusudi kuweza kuzungumza na wazee wa zamani ambao wameishi kwa miaka mingi, ili kujua kuhusiana na uwanja huo, ilikuwa kuaje mpaka ukaitwa uwanja wa farasi. Nikusihi tu mtazamaji uendelee kuungana nami mwanzo mwisho wa jambo hili. Mimi naitwa Hassan Saidi wa Mshindo TV. Nimezaliwa tarehe 17 mwezi wa 7 1933, hospitali ya Mwembeladu. Ninakumbuka mimi huko tunakotoka huko, wazungu walikuwa wanakuja kucheza mpira katika uwanja wa farasi. Wao walikuwa wanapanda farasi, magoli yalikuwa nayo kwa upande ule wa kulia yangu kule, na magoli mengine upande wa kushoto. Sasa wao wenyewe walikuwa wanacheza mpira huku wao wamepanda farasi. Hii ndo ukaitwa uwanja wa farasi. Walikuwa wanacheza, kwanza mpira wao ulikuwa kama jiwe, kwa mfano kama gongo au plastiki au sijui tuseme liwani. Na ule mpira walikuwa wanacheza kwa magongo. Kwa mfano fimbo chini kule mbele kule imepindwa. Sasa ile wanagonga ta. Ndio walikuwa wanachezea. Wengine wanakaa upande huu, wengine na upande huu. Wanacheza mpaka kushamaliza. Wale farasi wanachukuliwa. Wote wanapelekwa kilabu, unapita kwa kamanda baada kwa mbele katika skuli ya Mnazi Mmoja ile iko mpaka leo nafikiri, sijui au hospitali upande huu pale. Mule ndani ndio ndikuwa banda lao la farasi wanalazwa mule, ndio walikuwa wanaishi hao farasi walikuwa wacheza mpira. Sio uwanja wa farasi kwa jina lingine. Uwanja wa farasi umeitwa kwa sababu wazungu walikuwa wanacheza mpira huku amepanda farasi, wanacheza mpira kwa magongo. Wao wanacheza mpira, wanapanda farasi, wengine wanapiga huko kama mpira kawaida. Sisi tulikuwa tunakuja pale tunatazama mpira wale wa farasi. Ukishamalizika kila mtu kila mtu wenyewe nakusudia, kila sisi watoto sasa, kila mmoja anakimbilia kulipokea lile gongo alokuwa anacheza yule mzungu. Na ukishalipata lile gongo unakwenda nalo kwa yuko mzee mmoja pale msikiti pale. Ukishalipeleka pale unapewa soda au tuseme ndo kinywaji kilichokuwa kwa siku hizo walibakisha wale wazungu, na kunywa basi, na kwa kazi yenyewe mmekwisha. Na alikuwa tunafanya hivyo zamani. Hapa kushapita barabara ile hapo kwa mbele pale palikuwa pana mdomo wa maji yale. Ikinyesha mvua yanakwenda zake, yanatokeza upande wa pili kule. Yakishafika upande wa pili kule, yalikuwa yanakwenda tena upande huu, yanafuata miti Ulaya, yanakwenda zake miti Ulaya, yanapita mpaka yanatokeza Gulioni, alafu kule yanakwenda zake Pwani. Yalikuwa hayakai maji hapo kabisa. Kisha mvua tu maji ndoka yanafuata njia yake hayo yanakwenda zake basi. Nimezaliwa tarehe 11 mwezi wa 11 1948. Kama namna nilivyokumbuka, kama alivyoelezea mzee historia ya uwanja wa farasi ulivyo, na mimi kwa umri wangu ambao nilikuwa ninaishi katika
eneo hili ya Kwahani, basi nafahamu kwamba baada ya kuondoka hao wazungu kuchezea huu uwanja, baadhi za timu zilikuwa za maeneo ya karibu walikuwa wanautumia kwa kuchezea mpira. Kama timu ya Mwembe Ladu walikuwa na sehemu ya kucheza mpira, timu ya Miembeni walikuwa na sehemu ya kuchezea mpira, na timu ya Makuli, yaani wafanyakazi wa bandarini, nao walikuwa na sehemu yao ya kucheza mpira. Baada ya kuondoka hao kwenda kuelekea katika viwanja vingine vya Mnazi Mmoja, basi sisi wakati huo tuko vijana, tulikuwa vile vile tuna timu zetu tunachezea katika uwanja huo, uwanja Farasi. Na baadaye hivi sasa maji tu yakikauka, basi timu zetu, vijana wetu wa mtaani ndio wanacheza hapo mpira na kuendelea sehemu mbalimbali za vijana kuja kuchezea hapo mpira. Ndivyo fahamu mpaka hivi sasa asili ya uwanja wa Farasi, na mpaka hivi sasa ndio jina lake hilo, uwanja wa Farasi. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.